Soka letu hii leo tulifungua kwa kumtazama kiungo mshambuliaji wa Young Africans Pacome Zouzoua ambaye jana alirejea rasmi dimbani baada ya kuwa na majeruhi kwa siku chache zilizopita katika mchezo ambao Young Africans waliambulia suluhu dhidi ya Azam Football Club. Kiungo mshambuliaji wa Young Pacome Zouzoua amerejea dimbani wakati Young African Sports Club ikitoka suluhu na Azam FC Jumapili ya jana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa hapa Dar es Salaam. Pacome amekuwa nje ya uwanja kwa mwezi mmoja baada ya kuumia kwenye mechi ya mwisho ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya JS Kabylie. Katika mchezo wa jana, timu zote mbili ziliingia katika uwanjani zikiwa na tahadhari kubwa na kushambuliana kwa awamu, lakini hadi dakika 90 zinamalizika hakuna hata mmoja ambaye alifanikiwa kutikisa wavu wa mwenzake. Kiungo wa Azam Football Club Faisal Salum Fei Toto alichaguliwa kuwa nyota wa mchezo huo kutokana na kiwango bora alichokionyesha hiyo jana. Young Africans inaendelea kusalia kileleni ikiwa na alama 36 wakati Azam Football Club ikipanda hadi nafasi ya pili ikiwa na alama 28. Hebu tuangalie matukio muhimu japo kwa uchache ya zile dakika 90 za jana za Dar es Salaam Derby. Wananchi walihitaji moment kama hiyo moja tu, zikiwachukua dakika 26 kufanya shambulizi la hatari zaidi. Tazama kazi ilipoanzia, lakini hapa Duke Abuya alikwenda kutumia nguvu zaidi kwa upande wa Zidane. Ni nyakati ambazo unahitaji zaidi ubora kwenye eneo la kiungo. Duke Abuya anafahamu sehemu alipokuwepo lazima afanye kazi moja ya kutumia nguvu, lakini wananchi ameacha pasi kwa Yesu. Ni baadhi ya yale ambayo yalijiri jana katika dakika 90 za Dar es Salaam Derby ambako Azam Football Club na Young Africans walimaliza kwa suluhu, lakini hili ni miongoni mwa mashambulizi ya hatari ambalo hata hivyo halikuweza kuzaa chochote baada ya kuamuliwa kwamba ilikuwa ameotea. Maxim pia Nzengeli alikuwa anawatafuta hapo, ila iliporudishwa picha ya marejeo hii unaona wakati Mudathir Yahya anatoa ile pasi hakuwa ameotea. Hakuwa ameotea. Mwamuzi aliwahi, kibendera cha mwamuzi kiliwahi. Kwa sisikia. Umesema kibendera cha mwamuzi kiliwahi. Oh, kwa hiyo kilichowahi hapa kilikuwa kibendera. Sio yule jamaa, sio Max. Sio Max. Ni makosa ya kibinadamu. Ndio, unajua kila mtu anakosea kwenye kazi yake. Kila mtu anakosea kwenye kazi yake. Hamna mtu ambaye hakosei kwenye kazi yake. Sisi hapa tunakosea. Naona kwa hiyo na waamuzi nao wanakosea. Sema ndio tabu ya waamuzi, kama vile jaji yeyote akikosea anamuumiza mtu au anamfaidisha mtu. Yaani mwamuzi kama jaji akikosea anaweza kumuumiza mtu au akamfaidisha mtu. Lazima kuna pande moja itafaidika, pande moja itaumia. Kwa hiyo ndio tabu ya waamuzi. Kwa hiyo wamekosea kwenye kazi yao. Tumeliona kosa na alikuwa makosa mawili matatu yanaonekana katika mchezo, lakini maamuzi, sehemu kubwa waamuzi walikuwa wako sahihi, lakini yale matukio machache ambayo yalitokea kimakosa ya kiuamuzi na kibinadamu. Najua ile kamati yao ile itatoa maamuzi, tutasubiri tuyasikie, lakini ni sehemu ya mchezo. Kwani tuwasikie nini? Kwani wale lazima waseme kila mechi ikichezwa? Wale watasema kwa sababu si kutakuwa na malalamiko na wameona. Wewe kinga mkono nani anakuambia kutakuwa na malalamiko? Hao kazi yao ni kupitia mwenendo wa mechi za ligi zinavyochezwa. Kwa hiyo kwenye kupitia mwenendo na matukio ambayo yalitokea kwenye mechi zote za raundi zilizopita, wakati wanakaa kwenye kikao chao, maana yake wanaangalia matendo ya kinidhamu kwa wachezaji kwenye ile kamati ya maadili kwamba mechi ilivyokuwa inaenda wachezaji walibehave kwa namna gani. Kuna matukio ambayo mchezaji aliyafanya labda alihatarisha usalama wa mchezaji mwenzake, ama alifanya vitendo ambavyo kikanuni na kiutaratibu wa football haviruhusiwi kufanyika. Na mwamuzi pengine hakumuona kwenye hilo tukio, lakini kwa sababu ya faida ya picha za marejeo ambazo zinaonekana kupitia Azam TV, wao wanaweza akapata review ya kuona kwamba hapa mchezaji alifanya kosa ambalo alihatarisha usalama wa mwenzake, lakini mwamuzi hakumuona. Kwa sisi tutamwadhibu huyu mchezaji, lakini wakati huo kamati ya waamuzi naye itakuwa naangalia kwa mwamuzi alishindwa kumudu mchezo kwa kuamua matukio ambayo yalikuwa yametokea kiwanjani. Kwa hiyo kamati nayo itakaa kwenye wakati wake na kuangalia hilo la kamati na yale ambayo watakayoyazungumza, tutarudi huko. Hebu turejee kwanza katika nukta ile ambayo tulikuwa tumeanza nayo kuhusiana na Pacome Zouzoua, kurejea kwake. Jana Pacome Zouzoua anapewa nafasi katika mchezo mgumu, mtu ambaye ametoka katika
majeraha, na hiyo ni miongoni mwa mashambulio ambayo yeye aliyatengeneza. Lakini sivyo bahati Depu akafanya kosa katika, sio Depu, alikuwa ni nani? Ni Prince Melody Dube akifanya makosa katika penalty box na kuwafaidisha Azam Football Club katika eneo ambalo Yanga walikuwa wanapaswa kuwa offensive, yeye akawasaidia kuambia kwamba hapana, relax, wewe ni foul, wewe nipige, maisha mengine. Kurejea kwa Pacome Zouzoua jana, mchango wake kwa dakika zile ambazo alicheza, kinga mkono. Pacome ni mchezaji mkubwa na ametambulika hivyo tokea ametua Yanga, amekuwa na mchango, na hata jana alivyoingia umeona kuna kitu kidogo ameongezea Yanga, japokuwa unaona kuna ile kukosa utimamu kwa ajili ya mechi, yani bench lile na kukaa nje muda mrefu, na kwa sababu ya kuugua amekosa ile match fitness. Tunasema kwamba hakuwa kwenye kile kiwango ambacho watu walitegemea kumuona, japokuwa alionyesha cheche zake, lakini cheche zake zile hazikuwa na madhara kwa wapinzani. Amepiga shuti moja ambayo lilimgonga beki ikawa kona, naona, na kuna move kadhaa alikuwa anajaribu kuingia, pasi zikawa hazifiki kwake. Yani ni matukio machache ambayo kuingia, na kingine labda Azam leo alivyoona ameingia na nyoa akaongeza umakini kwake. Kwa hiyo kiliongeza kitu ambacho kwa Yanga wamefaidika, kwamba kurudia kwake sasa kuna wafaidisha Yanga, kwa sababu wanakuja kwenye msimu ambao wanahitaji kila mchezaji wao bora awepo uwanjani, kwa sababu na sasa ndio mbio za ubingwa zimeanza kushika kasi sasa. Umeona raundi ya 17 tunaanza raundi ya pili sasa, tunakaribia kwanza raundi ya pili, wanamalizia viporo vyao hivi mpaka mwisho wa mwezi huu, tunaanza raundi ya pili. Na kama yeye alikuwa nje, ina maana amepata muda mzuri wa kupumzika, na hizi mechi tunaona anacheza mechi Jumatano, anacheza mechi Jumamosi. Kwa hiyo kuwa naye kurudi kwenye timu ina maana inaongeza nguvu kwenye kikosi cha Yanga, kwamba sasa timu imeimarika na wachezaji wote wapo, watakuja kuongeza ushindani. Ni mchezaji mzuri na ameonyesha vitu vikubwa sana kwenye mchezo, alijitahidi kwa nafasi yake, lakini kwangu jana haikuwa sio sana, kwa sababu najua ndo kwanza amerejea, anahitaji muda zaidi arudi kwenye timu na aanze kupata fomu ile ambayo wenzake wanayo, ili aendelee kuonyesha kile alichokuwa nacho. Michael, una kitu cha tofauti kuhusiana na kurejea kwa Pacome Zouzoua kwa kutazama kile ambacho kinga mkono ametueleza? Nafikiri kwa Pacome kurejea kwake kuna ongeza aina ya wachezaji ambao wana utofauti wa kiuchezaji kiwanjani kwa upande wa Yanga, kwa sababu ukiangalia kwa Yanga hata kwenye starting 11 ya wachezaji ambao walikuwa nao ni wachezaji wachache ambao walikuwa wana tabia za Pacome kiwanjani, kwa maana zile tabia binafsi za kiuchezaji ambazo Pacome amekuwa nazo ni wachezaji wachache ambao alikuwa nazo kwenye nyakati ambazo pengine walikuwa wanamhitaji, ikiwemo tabia za Pacome ni zipi hasa? Unaangalia uwezo wake wa kukokota mpira kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa lugha ya kukopa anasema ni ball carrier, wale wachezaji ambao wanaweza kauchukua mpira kwenye box la kuzuia wakaenda nao kwenye box la kushambulia kwa ufanisi zaidi, dribbling, kwa maana kukokota mpira na kuwa na usahihi zaidi, lakini pia hata kile ambacho anakifanya mwishoni kinaweza ikawa ni bora zaidi. Kwa Yanga ukiangalia wachezaji ambao walianza kwenye kikosi cha kwanza, kwenye eneo la kiungo unaona kulikuwa na compactness ya Mudathir pamoja na Duke Abuya na Max kwa baadhi ya nyakati. Kwa hiyo ambaye alikuja kuingia alianza kwenye kile kikosi cha kwanza. Mudathir ndio ambaye alitoka kaingia Pacome Zouzoua. Kwa hiyo unachojaribu kuangalia, kuna nyakati tu unaona Max anajaribu kuifanya hiyo kazi kwamba kokote mpira kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini kwenye level ya ufanisi unaweza kuona pengine kuna vitu vingi ambavyo kwenye issue techniques Maxi na Pacome wanatofautiana, kwa sababu Pacome ana uwezo mkubwa zaidi wa kufanya hivyo. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanaweza kana tokea pembeni, lakini kasi yake inavyoongezeka kuja ndani inaweza kana kubwa kuliko mchezaji mwingine yote ambaye yupo kwenye kikosi. Yanga wanaye mtu kama Okelo, lakini hauoni kama na hiyo kasi ambayo Pacome yuko nayo. Kwa hiyo kurejea kwake wanasema mwalimu anaweza kupata machaguo mengine bora zaidi kipindi ambacho atakuwa anahitaji timu kufanya transition za haraka, kuhama kwenye box la kuzuia kwenda kwenye box la kushambulia, uwe na mchezaji ambaye anaweza kaifanya hiyo kazi kwa ufanisi zaidi. Ndio maana unaangalia hata kwenye mechi kuna tukio moja ambalo Yanga walifanya la transition ambalo alienda kufia kwenye mguu wa Mwanengo. Lakini angalia kile ambacho Pacome alikuwa anakionyesha kwamba kasi hii tuliyotoka nayo huku haitakiwi kupungua wakati tunaendelea. Tunatakiwa kuona na kasi hii, na yeye alikuwa tayari ameshaenda kwenye space. Kwa hiyo unaweza kuona IQ yake kwamba wakati tunafanya hizo transition na mwalimu anahitaji zaidi wachezaji wa namna hii, pengine kurejea kwake kutakuwa kunampa mwalimu chaguo zaidi, hasa kwenye mechi ambazo timu inakuwa imekaa nyuma kama ambavyo ilikuwa kwenye mechi ya jana.
tuanzie hapo hapo. Kiwango cha Azam FC kwenye kukabiliana na mabingwa watetezi, kwenye kukabiliana na timu ambayo iko daraja moja juu yake, kwa sababu Yanga wametoka kwenye Champions League, Azam wametoka katika kombe la shirikisho. Tukianzia hapo, kiwango cha Azam FC katika mchezo wa jana, wewe unakitazamaje Michael? Kiwango ambacho kilikuwa ni kizuri na walikuwa na performance ambayo ukiangalia kulinganisha na mechi zao wenyewe ambazo wamecheza dhidi ya timu nyingine pinzani kwenye mechi za hivi karibuni, hii ilikuwa ni moja kati ya mechi ambayo walikuwa na performance ambayo ilikuwa ni bora. Performance bora kwa maana ya jinsi ambavyo wali control match, ile match management ambayo walikuwa nayo ilikuwa ni bora zaidi kwa upande wao. Kwa sababu ukiangalia kuanzia kwenye eneo walipokuwa wanatengeneza mashambulizi yao, Azam walikuwa wako organized sana. Mara nyingi walikuwa wanatumia njia ambayo inaweza ikawa inafanana mara nyingi kwenye kutengeneza mashambulizi, lakini ilikuwa inafanikiwa kwenye tukio la mwisho, kwa maana ya kuvuka kwenye mstari wa katikati kwenda kwenye kushambulia. Ukijaribu kuangalia kwenye hilo, hasa kwenye kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma, ulikuwa unaona wachezaji wawili ambao ni ma center back plus mtu mmoja ambaye ni kiungo, either alikuwa anashuka Himidi Mao Mkami ama alikuwa anashuka James Akaminko, lakini alikuwa anafanya hivyo mara nyingi alikuwa anafanikiwa kufika kwenye eneo la mwisho. Ufanisi wa mafullback ambao alikuwa anaongezea kwenye kushambulia pia alikuwa wanafanya hiyo kazi katika hali ambayo ilikuwa ni ya usawa zaidi kwenda kwenye eneo la juu. Lakini angalia pia domination ambayo alifanya kwenye eneo la midfield. Battle nyingi ambazo zilikuwa zinatokea zilikuwa wao walikuwa wanazishinda dhidi ya Young Africans. Himidi Mao Mkami, Faisal Salum, mwangalie pia James Akaminko kwenye eneo la kiungo. Walikuwa na ufanisi ambao mara nyingi wao walikuwa wanaonekana kupossess, wakipiga pasi kwenye maeneo mengi, wakiwa na miliki mpira kwenye eneo la kiungo. Lakini kuna nyakati pia ambazo Azam FC pengine sehemu ambayo walikuwa wako down ni kwenye eneo la tatu la kiwanja. Ukiacha kwenye build up, kwenye eneo la progressive hapa katikati, lile eneo la tatu la kiwanja ndilo eneo ambalo kwa jana Azam walikuwa wako down. Kwa nini? Kwa sababu hapakuwa na utengenezaji mkubwa sana nafasi ambao walikuwa wameupata kwenye mechi, lakini hata kwenye baadhi ya matukio ambayo wao walikuwa wanaipata mipira kwenye ile eneo walikuwa yafanye kwa usahihi. Utakumbuka kwenye mechi moja kabla ya hii ambayo Azam amecheza dhidi ya Young Africans, alicheza dhidi ya Dodoma Jiji. Unakumbuka kwenye magoli matatu ambayo Azam waliyapata, magoli mawili waliyapata baada ya kupokonya mpira wakati wapinzani wanatengeneza mashambulizi. Yes, unakumbuka vizuri kwenye kile ambacho Faisal akapress, akachukua mpira akamwekea Zidane akafunga goli la kwanza. Goli la pili amepress Faisal, Zidane akamwekea Faisal mwenyewe pia akafunga goli lingine. Kwenye hii mechi walipata hizi moments kwenye baadhi ya nyakati, ikiwemo moment pale pata mwanzoni kabisa mwa mechi, kosa ambalo alifanya Bakari Nondo Mwamnyeto. Wakati amepata mpira return ya kwanza, wameenda kumpress Faisal yule ambaye alikuwa pressor mzuri kwenye mechi dhidi ya Dodoma. Akafanya pressing nyingine lakini akashindwa kufanikiwa. Kwa ndo maana nakwambia kwenye eneo la kuanzia kwenye build up katikati na pale juu ndio ambako aliwaangusha, kwa sababu mpango ulikuwa ni kwamba twende tuka press, kwa sababu Yanga tabia yao uchezaji inaweza ikawa inafanana na Dodoma kwenye build up. Kwa kama tumefanikiwa kwa press, tukio la mwisho ambalo tunatakiwa kulipata ni kufunga goli. Kama sio kufunga goli, nasema unavovuka kwenda kwenye kushambulia, matukio ni matatu ya kumalizia shambulizi lako: upate goli, upate on target, ama upate pigo la penalty. Ambalo pigo la penalty kona ipo katika nini? Inawezekana kona ikawa kitu cha nne. Ikatokea katika on target. Kwenye target mtu akacheza au beki akaokoa. Lakini wewe tayari umeshafika kwenye yale matukio ya mwisho kwamba tumefanya transition yetu sasa kukamilisha jambo. Tupate haya mambo matatu. Tupate on target ambayo inaweza kuzalisha goli. Wewe kocha wa boli hilo liweke la kona. Jambo jema. Kwa hiyo unaweza kuona hilo lilikuwa lipo vizuri, kwa hiyo ndio maana uzungumzia performance yao ilikuwa nzuri kwenye mechi. Yanga ulioiona jana katika Dar es Salaam Derby, kiwango chao unakizungumziaje? Unaona kama imetetereka pengine kwa sababu ya ukubwa wa mechi? Unaona Yanga ilikuwa iko bora kutokana na ubora wa mpinzani aliyekutana naye? Unaiona Yanga vipi? Yanga wanacheza mpira wao na wasifu wa Azam kwa sababu walikuja wameng'ata meno na wakafanikiwa. Umeona kama alivyosema yeye, Azam walifanikiwa sana kwenye mchezo huu kwa sababu walikuja wamekamia ama tunataka kitu kutoka kwenye hii mechi. Unaona na Yanga kwa sababu aina yao ya mpira walivyocheza ni ule
wanakaa nyuma siku hizi muda mwingi na wanategemea kushambulia kwa kushtukiza. Umeona Kwa hiyo ulikuwa unaona kabisa Yanga bado wanaendelea kuwa wanajilinda na wanatumia nafasi chache ambazo wanazipata. Makosa machache ya kiulinzi yalikuwa yanaonekana, lakini Diarra alikuwa anasaidia kuyafuta hayo makosa kwa kuokoa zile hatari zote zinazoonekana. Kama Zidane angekuwa na control nzuri, jana alikuwa ni siku yake nzuri sana ya kufunga magoli kama 2 au 3. Ashraf alimtengenezea nafasi nyingi sana ambazo alishindwa kuzitumia. Kwa hiyo na wasifu Azam kwa ubora wao waliocheza nao jana, lakini Yanga vivyo walikuwa makini kwa sababu wameendelea kulinda ile heshima yao ya kutoruhusu goli na kutokufungwa katika mechi za ligi kuu mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kwa Yanga walifanikiwa kwa sababu mpango ulikuwa huo, na hata kocha wao alisema kwamba walivyoingia baada ya dakika 15 walivyogundua kwamba Azam wamewakamatia sana juu, baada ya dakika 20 wao wakarudi mchezoni, na walivyorudi mchezoni ndio wakawa yale matukio machache ambayo yamepatikana. Naona ile offside iliyopatikana ya Max Zengeli, umeona kwa sababu walirudi kwenye mchezo wao ule, wakawa na wakubali Azam waje wao wanapiga pasi ndefu, wanaingia kwa speed, ambacho kitu Azam walichokuwa wanakiona hawakifanyi. Unajua kama alivyosema nani Mike kwamba Azam walikuwa vizuri sehemu zote, pale mbele kwa wakawa na tatizo, kwa sababu unasema kwenye mpira unapotoka huku nyuma wakati unaanza na 30 speed 30 speed ya 50, ukifika kuanzia katikati ya uwanja kwenda hapa mbele, kocha wangu alikuwa ananiambia mnaanza kuongeza speed kama 80 mpaka 120. Sasa Azam walikuwa wakifika hapo wanapunguza, kwa hiyo Yanga wanarudi wanakaa hapa nyuma, wakawa hawezi kufunga goli kwa sababu lazima uwe na speed kubwa ndio umfunge, na ndio Yanga watu wengi anawafunga kwa namna hiyo. Akianza katikati ya uwanja wanakwenda kwa kasi sana, unaona. Kwa hiyo wote jikuta wanatengeneza makosa, wanakufunga. Kwa tukio ambalo ilikuwa limezua mjadala kama ni penalty, tukio hili umeona linaloenda kutokea, umeona hilo hapo, umeona hilo, umeona hili limezua mjadala kwani ya sana, mjadala mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Mjadala wewe ulikuwa safarini, wewe ulikuwa safarini, huwezi kujua kilichotokea. Wewe sema ulikuwa safarini, kama mjadala ni mkubwa sana kuhusiana na swala la Simba, mpishana wapi sijui ngopishana Ngorongoro kwa Simba. Simba nimekutana nayo mapema, Ngorongoro wapi sijui mpishana. Unaona, kwa hiyo haya matukio ni yale jinsi mtu anavyokushambulia kwa haraka ndio unajikuta unafanya makosa kama hayo ambayo Azam beki yake alisababisha hilo kosa, lakini bahati nzuri mwamuzi akuona tukio lile, basi mechi kaendelea na mpira ukaisha hapo. Kwa hiyo ni matukio ambayo yanatokea na timu inapokuwa inashambuliwa kwa haraka, umeona kwa vitu kama hivi vinatokea. Kwa hiyo ni jambo ambalo kocha Ibenge anabidi alifanyie kazi, kwa sababu alivyomtoa Kibeku ndio mpango wake, alisema kwamba alikuwa kumtoa Kibeku kwa sababu Kibeku alikuwa akabi, akamuingiza Ngita, lakini Ngita hakuwa na nani na ule mchango ambao tulitegemea kuuona kutoka kwake kwamba aongeze kasi katika kushambulia. Hakupata nafasi za kutosha, matokeo yake ikawa vile vile Zidane akarudi pembeni kukaba, aka mbele hakuna mtu. Matokeo Faisal akawa anazunguka sana, timu iko mbele haina mtu.